Tumesema nabii Isaya anaandika sehemu ya unabii kwenye Isaya 61 mstari wa kwanza na wa pili. Anatabiri namna gani Roho wa Mungu atakavyotenda kazi juu ya Yesu Kristo, juu ya Masihi, kwenye Isaya 61 mstari wa kwanza na wa pili. Anaandika in advance, mbele ya muda, namna gani Roho wa Mungu, Roho wa Bwana atakavyotenda kazi juu ya Masihi na juu ya watakatifu wa Mungu watakaofanyia kuwa ni wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unabii huu wa Isaya 61 mstari wa kwanza na wa pili tumesema umekuja kutimia kwenye kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 18, ambapo anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Anakoti Yesu aliomba chuo gombo kitabu cha nabii Isaya, akafungua Isaya 61 mstari wa kwanza na wa pili. Anakoti kile ambacho nabii Isaya alichokiandika kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, walioteseka. Kwa hiyo ni unabii wa namna gani Roho wa Bwana atakavyokaa juu ya Masihi na atakavyokaa juu ya wana wa Mungu na kutenda kazi. Kazi kubwa ya Roho wa Bwana atakayofanya anapokuwa juu ya mtu ni kwamba huyo mtu anaanza kutangaza habari njema, anaanza kutangaza injili ya Yesu Kristo. Ndiyo kazi ya Roho wa Mungu, Roho wa Bwana juu ya muamini. Huyo mtu anaanza kutumiwa na Mungu kudhihirisha nguvu za Mungu, utendaji wa Mungu. Tunaanza kuona huyo mtu anaanza kuponya watu, kuwaombea watu, kufanya ishara na miujiza, mara baada ya Roho wa Bwana kufanyaje? Kukaa juu ya huyo ambaye Isaya alimtabiri. Kwa lugha rahisi, Roho wa Bwana juu ya ni kwa ajili ya udhihirisho wa utendaji wa nguvu ya Mungu, sio kwa ajili ya yule mtu ambaye Roho wa Bwana yuko juu yake, ni kwa ajili ya watu waliomzunguka huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwenye Isaya hiyo hiyo, Isaya sura ya 11 mstari wa pili, anasema na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na roho ya kumcha Bwana. Anazungumzia dimension, anazungumzia viwango 7 vya utendaji wa Roho wa Mungu. Roho wa Mungu ndio huyo huyo, Mungu ndio huyo huyo ambaye ni Roho, lakini utendaji wake ni katika namna ngapi? Katika namna 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Amesema Roho wa Bwana atakaa juu ya, amezungumza roho ya kumcha Bwana, amezungumza roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya shauri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo amezungumzia utendaji katika Roho wa Mungu katika namna 7, katika engo au katika viwango 7 tofauti. Swali la kujiuliza, roho gani ambaye anafanya kazi kwa mtu? Maki amezungumza kuna kiwango cha Roho wa Bwana juu ya, afu kuna roho ya kumcha Bwana ambaye anafanya makao ndani ya, si ndio jamani wapendwa? Lakini maandiko yameniambia kwenye Yeremia 31, andika Yeremia 31 mstari wa 33. Mungu anatabiri, anazungumza kupitia kinywa cha nabii Yeremia 31:33, anasema nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Ezekiel 36, Ezekiel andika 36 mstari wa 27, anasema nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika amri zangu. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuendesha katika amri yangu. Lakini pia andika Yoeli 2:28, Yoeli 2:28, anasabiri nabii Yoeli, kinywa cha Mungu kupitia Yoeli, anasema nitawamwagia watu wote roho wangu. Lakini Yesu Kristo alipokuja katika mwili, andika kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 17. Yohana 14 mstari wa 17, anamwambia huyo msaidizi, huyo Roho wa Mungu
atakapokuja, yeye atakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Kwa hiyo kuna Roho wa Bwana ambaye anafanya makao, anakuwa anatua juu ya nani? Juu ya mtu, si ndio jamani wapendwa? Lakini ruko Roho wa Mungu ambaye anafanya makao ndani ya nani? Ndani ya mtu. Utendaji kati ya hawa ni tofauti, pamoja na roho ya hekima, maarifa, roho ya shauri, roho ya kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho wa Bwana tumesema ni kwa ajili ya udhihirisho, miujiza, utendaji, na huwa sio mara zote anakuwa yuko juu ya. Na ndio maana utakuta mtumishi wa Mungu anaweza kusema kuna watu fulani wako hapa, Mungu anataka 1 2 3 4 5, si ndio? Kuna atmosphere, kuna mazingira ambayo Roho wa Bwana juu ya mtumishi husika anataka kudhihirisha utendaji wa kimungu juu ya uhitaji ulioko miongoni mwa watu. Na ndio maana huyo mtu asipotokea wakati huo, akija baadaye, mchungaji anaweza kukuridhisha tu akakuwekea mikono, lakini Roho wa Bwana wakati huo alikuwa anataka kumponya mtu, kumfungua mtu, tayari ushamzuia wewe mwenyewe. Sio wakati wote Roho wa Bwana anakaa juu ya mtu kwa ajili ya kudhihirisha nguvu ya Mungu, lakini ni wakati wote kwa mtu ambaye amepokea kipawa au neema ya wokovu, Roho wa Mungu kukaa ndani yake. Roho wa Mungu ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya mahusiano na mawasiliano baina ya mwana wa Mungu na baba yake Mungu ambaye ni Roho. Roho wa Kristo au Roho Mtakatifu ndani yetu ndo anafanya mawasiliano, ndio anayehusiana kati ya mwana muamini na Mungu ambaye ni baba yetu. Na ndio maana tukiwa tunaomba tunamsikia Mungu, sio kutoka kwenye mawingu wala kwenye mazingira yanayotuzunguka, wala sio kutoka kwenye masikio haya ya damu na nyama. Tukiwa tunafanya maombi, tukiwa tunamtafakari Mungu, tunamsikia Mungu kutoka wapi? Ndani yetu. Andika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 17. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 17 anasema, yeye aliyeungwa na Mungu, aliyeungwa na Bwana ni roho moja na yeye. Inamaanisha kama roho ya mwanadamu, roho ya muamini anayeamini kazi kamilifu ya kidhabihu, kama imeungwa na roho wa Kristo, roho wa Mungu, imefanywa kuwa ni roho moja na nani? Na Yesu Kristo na Bwana. Na ndio maana majibu ya maombi unayoyaomba wewe, yule na mimi, hatuyasikii kutoka nje, tunayasikia kutoka wapi? Kutoka ndani yetu, kwa sababu ndani yetu roho zetu zimeungwa na roho wa nani? Na roho wa Kristo, roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuoni sauti wala tusikii sauti kutoka nje, wala tutarajii kujibiwa kutoka mawinguni, kwa sababu kuna Roho Mtakatifu. Mungu roho wake amefanya makao ndani ya, ni kwa ajili ya mawasiliano na mahusiano baina ya muamini na nani? Na Mungu ambaye ni baba yetu. Nisikize vizuri. Yesu Kristo anasema, Mtume Petro kwenye Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 88, Mtume Petro akiwa katika nyumba ya Kornelio, akiwa na watu wengi katika nyumba ya Cornelius, anawaambia, anawahubiria kwa habari ya Yesu Kristo Mnazareti, jinsi Mungu alivyomtumia na kumpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huku na huku akitenda kazi njema za kuponya wote walionewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja nao. Petro anawashuhudia nyumba ya Kornelio, anawaambia namna gani alivyoshuhudia, kama yeye ni shahidi wa macho, alivyoona huduma ya Yesu Kristo, namna gani alivyoshuhudia kufa kwake na kufufuka kwake, na namna gani alivyoshuhudia Yesu Kristo akitenda miujiza, Roho wa Mungu akiwa juu yake, amepakwa mafuta juu yake. Kwa hiyo kama ilivyokuwa kwa Yesu Kristo, kwamba alipokuwa akiwaponya watu, akiwafungua watu, akitenda miujiza, ni kwa sababu Roho wa Bwana alikuwa amempaka mafuta, ni Roho wa Mungu alikuwa juu yake. Ndivyo ilivyo kati ya mimi na wewe. Muda ambao Mungu anatutumia kuwaponya wengine na kuwafungua wengine ni ule wakati ambao Roho wa Bwana amefanyaje? Amefanya makao ndani yetu. Ila Roho Mtakatifu ndani yetu ni kwa ajili ya mahusiano na kwa ajili ya mawasiliano kati ya sisi na nani? Na baba yetu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 6 hadi wa 8, Mtume Petro
Roho wa Mungu alikuwa juu yake, akamponya yule aliyekuwa kiwete, akamwambia, sina gold, sina fedha wala dhahabu, lakini nicho nacho mimi nafanyaje? Ukipokee katika jina la Yesu Kristo, simama ewe uliye kiwete. Bwana Yesu asifiwe. Akasimama akaamka. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 8. Stephen akiwa amejaa neema na nguvu alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa. Matendo ya Mitume 6:8. Stephen akiwa amejaa neema na nguvu akaanza kufanya miujiza, akaanza kufanya maajabu, kwa sababu alikuwa amejawa nini? Neema na nguvu. Roho wa Bwana alikuwa wapi? Juu yake. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 6 na wa 7. Mtume Filipo akiwa anahubiri, watu wengi wakafunguliwa, pepo wachafu waliwatoka wengi, na wengi walikuwa wamepooza, na viwete wakaponywa. Alikuwa amejawa Filipo, Roho wa Bwana alikuwa amekaa juu yake wakati anahubiri. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 34. Petro akawaambia akina Ainea, Yesu Kristo akuponya, ondoka utandike kitanda chako. Mara akaondoka naye akaponywa. Nini nataka kuzungumza? Ukiendelea kuangalia Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 11 na 12, Mungu alikuwa akifanya miujiza na maajabu kwa mkono wa mtume Paulo. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 11 na 12, Mungu alikuwa anafanya miujiza na maajabu kwa mkono wa nani? Wa Paulo. Mkono wa Paulo ulikuwa unatumika kwa sababu Roho wa Bwana alikuwa amefanya makao wapi? Juu ya mtume Paulo, akidhihirisha nguvu za Mungu. Matendo ya Mitume sura ya 28 mstari wa 8 na 9, mtume Paulo alimwombea baba wa Publio, akaponywa na magonjwa, na wengine wakaja wakaponywa pia. Katika Agano Jipya na katika Agano la Kale, hakuna mtu ambaye Mungu alimtumia kama Roho wa Bwana akuja kutulia juu ya huyo mtu. Hakuna muujiza wote, hakuna uponyaji wote, hakuna ishara au udhihirisho wa nguvu ya Mungu iliyotendeka, sio Agano la Kale wala Agano Jipya, kama Roho wa Bwana hajatulia juu ya nani? Ya mtu husika. Yule ni kwa ajili ya kudhihirisha, kumanifest nguvu za Mungu.